Kuna mtu aliwahi kunishirikisha jambo moja, kitanda chake, kinahusu kitanda chake. Ni mtu wa ndoa. Ukiwa mtu wa ndoa na ukiwa unaota vitu vinavyohusika na kitanda unacholalia, maana yake ya kwanza kabisa, kabla hujaona chochote, hiyo inahusu ndoa yako. Kama ni mtu wa ndoa alafu unaota ndoto inahusiana na kitanda unacholalia, maana yake ndoto hiyo inahusu ndoa yako. Sasa huyu mtu aliota ndoto chui yupo kitandani kwake, na alikuwa anapambana na chui kitandani kwake. Unaona jinsi ilivyo. Chui ni mnyama mkali. Ukiota unafukuzwa na chui, hilo ni swala lingine. Ndoto za kufukuzwa na wanyama, hayo ni masuala mengine. Sasa huyu chui ameonekana yupo kitandani mwake na anapambana na chui kitandani mwake. Ndoto haikuonesha kwamba alimuua, alimshinda ama alishindwa, ila ilishia tu ya kwamba anapambana na chui kitandani mwake. Nikamuuliza swali moja tu, ndoa yako ipo salama? Kwa kuwa nilielewa tayari, akaniambia ndoa yangu ni ya moto, ndoa yangu ina shida, ndoa yangu haitamaniki, ndoa yangu inanipelekesha. Basi nikamwambia, mama, uelewe ya kwamba Mungu anakupenda, ndio maana anakupa mafunuo. Kitendo cha kumuona chui yupo kwenye kitanda chako, maana yake ni kwamba wewe una vita ya ndoa yako, vita ya ndoa yako. Kwa hiyo umuone chui, umuone paka, umuone nyoka kwenye kitanda chako, shida ipo kwenye ndoa yako. Kwa hiyo Mungu anakutaka uchukue hatua ya kupeleleza kiroho, kujua huyo chui anawakilisha nini katika ndoa yako. Ndio maana ndoa yako ina vurugu. Kwa hiyo lazima ujue, lazima useme na Mungu, lazima Mungu akuambie kwamba kwenye ndoa yako tatizo ni hili. Ndio maana kwenye masuala ya ndoa, hasa sisi kama timu ya Mikono ya Kristo, tupo katika eneo la ndoa. Katika vipengele ambavyo tunashughulika navyo sana sana ni masuala ya ndoa na masuala ya uzazi, kwa maana ya utoaji mimba. Yaani watu ambao wana kesi hizo, hao wapo kwenye ofisi yetu kabisa. Kwa hiyo tunawasaidia zaidi watu wa ndoa, kwa sababu tuna hiyo neema ya kusemeshwa kwa habari ya ndoa. Na changamoto ya ndoa, watu wengi wanateseka na wanayoyaona. Yaani wewe kwenye ndoa yako unamuona mke wako, ndio tatizo. Kwenye ndoa yako unamuona mume wako, ndio tatizo. Mimi nikwambie, ndoa ikishakuwa takatifu, ndoa ambayo Mungu ameidhinisha ikawa ndoa, hakuna anaweza kuwa tatizo kati yenu. Hakuna anayeweza kuwa tatizo kati yenu, isipokuwa nyuma ya matatizo mnayoyaona kuna kiini, kuna mzizi. Inawezekana huyo uliyemuoa, kuna watu walikuwa wanamtaka akaoe watoto wao huko, akaja kukuoa wewe. Hao watu hawezi kufurahi, watainua kitu kwa huyo mume wako, alafu wewe utamuona mume wako, kumbe kuna watu wanataka muachane, na sio tu muachane ili wachukue hiyo nafasi, wa take place. Sasa watu wengi wamepigwa upofu hapa kwenye ndoa. Yaani ndoa zina upofu wewe, yaani ndoa ni kitu kina upofu. Watu wengi sana wanapambana na ndoa na changamoto wanazoziona, lakini sio wao. Yaani hicho wanachopambana nacho sio kitu husika, ni kiini macho. Na mwisho wa mapambano hayo, single mothers. Sasa je, ulipambana ili utoke kwenye ndoa? Yaani unapambana mpaka unafika hatua unaona mimi kama vipi ndoa basi. Yaani wewe ndio mapambano yako alipoishia. Mungu anasema lack of knowledge. Kukosa maarifa kwamba unapambana, hiyo ndoa ni takatifu, inavunjikaje? Ndio maana hata Yesu alikataa, ndoa haiwezi kuvunjika.
kwa sababu alijua kwamba kwenye ndoa nyinyi mnapambana na vitu ambavyo sivyo halali, yaani hamjui msingi wa vita. Sasa mama kama huyu anaota ndoto, anamwona chui kwenye kitanda chake, hivi akienda kugombana na mume wake, unaona kwamba ugomvi ni mume wake au chanzo ni huyo chui? Kwa maana ukimuona chui, maana yake ni kwamba kuna roho ambayo ipo ndani ya ndoa yenu. Nataka nikushuhudie jambo moja. Mimi katika maisha yangu kidogo tu nitashare na wewe. Nilishawahi kutolewa kopi ya mke wangu. Mambo ya giza haya nyinyi. Yaani waliniletea kopi ya mke wangu, alafu akaniletea picha fulani, ila Mungu akaniambia hiyo ni kopi, sio kweli. Kwa hiyo nikaelewa, yani niletewa taswira ya kitu kinaendelea, ikaja taswira ya mke wangu, lakini Mungu kwa uaminifu akaniambia hiyo kopi. Sasa ningekuwa sijakaa vizuri na Yesu, nisingejua ile kopi, maana yake ningeleta shida kwenye familia. Nisingeweza kuelewa. Kumbuka mimi ni mtumishi. Yaani maisha ya kitumishi yako tofauti na maisha ya raia wa kawaida. Kuna vitu vingi ambavyo ninaweza kupata taarifa zake kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo ninapoona taarifa fulani naifanyia kazi, kama nakosa ile elimu ya kimungu kabisa, maarifa ya kimungu, napotea. Lakini Mungu kwa uaminifu akaniambia hiyo ni kopi. Wamekutolea kopi. Huyo sie. Nagundua kwamba kumbe hii ni kopi. Sasa wangapi wametolewa kopi katika ndoa zao? Kama mama huyu ambaye amemwona chui katika kitanda chake. Kama umemwona chui katika kitanda chako, maana yake ipo roho ambayo inakushambulia wewe. Inakutaka wewe uanze kupambana na huyo mtu wako, ili nyinyi mfarakane, ili muachane, ndoa ife. Alafu ndoa inakufa, ile roho ndio inafurahi. Lakini ukienda kwa watumishi wa Mungu, wanakuambia kwamba usipambane na huyu. Shida iko hapa. Ngoja twende hapa. Naingia kwenye maombi, Mungu anafunua vitu ambavyo wote mnabaki mnashangaa. Kwamba umeona hichi mlichokuwa mnapambana kwa akili zenu. Mnajiona nyinyi, kumbe nyuma yenu kuna vitu vimewashikilia. Kuna vitu vina remote. Kuna vitu ambavyo viliingia katika ndoa vikataka kuwafarakanisha katika ndoa yenu. Huu ndio umuhimu wa kuweza kutafasiri ndoto. Hata kama uweze kutafsiri ndoto, walau uweze kukumbuka ndoto. Kwa sababu utakapozikumbuka, maana yake ukienda kwa mtumishi atakusaidia kukupa maana kwa urahisi, kwamba hiyo twende tufanye kitu fulani, halafu mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo unapata ndoto usipuuze. Kuna ndoto zingine ni za muhimu sana. Unapoipuuzia ndipo unaporuhusu lile jambo litokee, na kweli lile jambo linaenda linatokea. Amina, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nimekupa ndoto nyingine ambayo inahusu kitanda chako. Nini kinafanyika kwenye kitanda chako ni ishara ya ndoa yako. Shida ipo kwenye ndoa yako. Ndoto kama hii nimekupa maarifa ya kwamba unapoona unapambana na kitu kikali kwenye kitanda chako ni ishara ya kwamba kama wewe ni mtu wa ndoa, ndoa yako imevamiwa. Shughulika na uvamizi, usishughulike na ndoa yako ili uwe salama. Namba za simu ziko hapo. Na changamoto unaweza kutupigia. Upo nje ya nchi, ondoa hiyo 0, weka alama kujumlisha 255, utatufikia. Tutakusaidia popote pale. Watu wengi wana changamoto za ndoa. Yaani hii tukianza kuongea hapa nafikiri hatuwezi kumaliza, kwa sababu karibu watu wengi wana tatizo la ndoa, na shetani ndio ameng'ang'ania hapo. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu. Uendelee kufuatilia masomo haya ili uweze kupata maarifa. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.